Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba zilizoko chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukilika katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na mkwamo kidogo katika upande wa mazungumzo ya amani ambayo yalikuwa yakisimamiwa hasa na nchi ya Pakistan, lakini vile vile yakijumuisha baadhi ya members kutoka katika sehemu zingine za eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile na kutoka katika upande wa nchi ya Uturuki. Na mkwamo mkubwa ni hasa unaonekana upo katika upande wa nchi ya Iran, kwa sababu nchi ya Iran haioni kama kuna natija kwanza katika mazungumzo ambayo yamekusudiwa kuendelea kufanyika katika nchi ya Pakistan, lakini vile vile nchi ya Iran kuonyesha hilo kwamba haiko interested hata na hayo mazungumzo, ni hatua yake vile vile ya kukataa ceasefire. Nchi ya Marekani imeomba ceasefire walau ya siku mbili, maana yake kusitisha mapigano walau kwa muda wa siku mbili, jambo ambalo nchi ya Iran imeonyesha wazi kabisa kwamba yenyewe haiko interested na hilo. Na kitendo cha nchi ya Iran kugomea swala la kuingia katika mapumziko ya mapigano kwa takriban siku mbili linaweza likatupa ishara ya mambo mengi. Ishara ya kwanza ni kuonyesha kwamba nchi ya Iran hivi sasa imekuwa na mkono wa juu katika mwenendo wa vita jinsi unavyokwenda, kwa sababu mpaka kufikia hivi sasa, maana yake hatua iliyokuwa inafuatia katika upande wa operations za nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Israel ni hatua ya kuelekea katika upande wa ground offensive, yani maana yake kuingia wale wapiganaji wa miguu. Na alama kubwa ya hii maana yake ni mashambulizi ambayo yamefanyika. Kwa mfano katika upande wa kule Karaj, takriban siku mbili nyuma ilifanyika mashambulizi katika upande wa daraja lile kubwa la kule Karaj, lakini vile vile hata katika maeneo kama ya Kermansha pamekuwa kuna mashambulizi yalishafanyika pia katika upande wa madaraja, tabia ambayo inafanana na kile ambacho kinaendelea katika upande wa kusini mwa nchi ya Lebanon, kwamba nchi ya Israel imekuwa ikifanya mashambulizi katika upande wa madaraja, na lengo lake kubwa hasa inakuwa ni mambo kama mawili takriban. Katika upande wa Israeli kule, lengo kubwa ni kujaribu kuzuia supply line, yani ile msaada, ile namna gani kwamba Hezbollah wanaweza kupata msaada kutoka katika upande wa kaskazini mwa nchi ya Lebanon, kwa kuzingatia kwamba sehemu kama ya Lebanon maana yake ni sehemu ambayo haiko closed, haijajifunga kama sehemu ya Gaza. Kwa hiyo maana yake ni kwamba vita ambayo Israeli wanapigana na Lebanon itakuwa ni vita ambayo inaweza ikachukua muda mrefu sana, kwa kuzingatia kwamba kundi la Hezbollah inaonekana kwamba liko limefanya maandalizi ya muda mrefu, lakini vile vile upande wa kaskazini ni upande ambao uko wazi. Kwa ina maana wapiganaji wanaweza wakatoka katika nchi kama za Syria au kutoka katika nchi kama za Iraq wakaingia sehemu za Syria na kisha wakaingia katika nchi ya Lebanon na wakashuka katika upande wa kusini. Ndio maana kinachoonekana kwamba wamekuwa kijaribu kuhakikisha kwamba wanavunja sehemu ya madaraja ili kuweza kuzuia ile supply line. Lakini katika upande vile vile wa nchi ya Marekani ni hivyo hivyo, inajaribu kufanya ni kulenga katika baadhi ya miji na kujaribu kushambulia katika sehemu za madaraja ili kuweza kuzuia zile supply line, kwa maana ule mfumo wa kuleta msaada katika sehemu ambazo labda wenyewe wanakusudia kuweza kuingia. Hiyo ni njia ya kwanza. Lakini njia ya pili maana yake ni kujaribu kulazimisha adui aweze kupita katika njia unayoitaka. Maana yake itakapokuwa inaonekana kwamba kuna njia ambazo ni common, ambazo ziko maarufu kwamba lazima kawaida mtu anapotaka kuingia katika mji fulani apitie katika sehemu fulani, maana yake unaposhambulia katika sehemu za daraja automatically unamlazimisha apite katika upande mwingine ambao inawezekana wewe umeukusudia, tofauti na ule upande ambao umezoeleka wa kawaida. Kwa hiyo actually hatua ilikuwa imefikia katika pande zote mbili, katika upande wa Lebanon, katika upande wa Iran, ilikuwa ni hatua ya kuanza kufanya ground offensive.
sababu alama yake ya kwanza ilikuwa ni hiyo, kushambulia katika sehemu kama za madaraja, ambao actually ni sehemu ya miundombinu ya kijamii. Lakini tactically, katika upande wa mbinu, maana yake ni jambo ambalo mara nyingi huwa linaweza likafanyika katika upande wa vita, hata kama ndio ni jambo ambalo linahusianishwa moja kwa moja na miundombinu ya kijamii. Lakini alama nyingine ilikuwa ni ujio wa ndege kama za F-16 kuongezeka, na kuongezeka kwa ndege kama za 18 Thunderbolt, na hata zile Aperture ambazo zimesogea katika eneo la Mashariki ya Kati ni mfano wa alama muhimu za kuonyesha kwamba kilichokuwa kimepangwa hasa ilikuwa ni katika upande wa ground offensive, kwa sababu ndege husika mara nyingi operation zake huwa ni kwa ajili ya kutoa cover katika upande wa juu. Sasa hatua hii inaonekana kama imekuwa disrupted, kama imevurugwa na mfumo wa nchi ya Iran, na imevurugwa hasa kwa sababu Marekani walikuwa wakihisi, pamoja na Israel, wakihisi kwamba wamemaliza uwezo wa zile anti-aircraft system, ile mifumo ya kutungua ndege, au zile anti-missile system, au mifumo ya kutungua makombora ambayo yanarushwa kuelekea katika nchi ya Iran. Nchi ya Marekani, na hata ukiangalia speech ya Rais Donald Trump iliyofanyika mwanzoni mwa mwezi huu, inaashiria wazi kabisa kwamba katika upande wa nchi ya Marekani walikuwa wakiamini kwamba wameweza kumaliza kwa kiwango kikubwa sehemu ya air defense system ya nchi ya Iran, kiasi ambacho ilikuwa ikikaririwa kwamba Marekani sasa hivi wana superiority, wana ile ukubwa katika upande wa anga ya nchi ya Iran. Lakini kilichotokea katika takriban siku ya jana au siku mbili nyuma ni jambo ambalo limeifanya system ya nchi ya Marekani iwe shaken kidogo, itikiswe kidogo, kwa sababu nchi ya Iran wamefanya mashambulizi ambayo yametarget ndege takriban 4 ndani ya siku moja. Ukiangalia katika upande wa kule katika mlango bahari wa Hormuz, maanake kuna ndege ya A10 Thunderbolt imeshambuliwa kule katika upande wa Hormuz. Lakini at the same time katika mji kwa Ahwaz kule Khuzestan ilishambuliwa ndege ya A-15, lakini vile vile ndege zilikuwa zinaenda kutoa msaada, takriban ndege 2 za helikopter actual ambazo tunasema ni UH-60 Black Hawk zimeshambuliwa vile vile, ukiachilia mbali mashambulizi ambayo yamefanyika vile vile katika ndege ya F-16 ambayo inaonekana vile vile kama ilikuwa imeingia kwa ajili ya kufanya ile tunasema rescue operation, ile utaratibu wa kwenda kuokoa sehemu ya wale mapilot. Vile vile inaonekana kwamba imeshambuliwa. Kwa hiyo automatically ni jambo ambalo limefanya system ya Marekani imesheki kwa kiwango fulani, kwa sababu hatua iliyokuwa inafuatia ilikuwa ni hatua ya kwenda kufanya ground operation, kuingia ile kwa miguu. Sasa mwamvuli wa juu wa kusupport ground operation ndio umekwenda kutikiswa na nchi ya Iran, kiasi cha kuonyesha kwamba bado hakuna nafasi ya moja kwa moja ya kuweza kufanya ground operation na kuwa na uhakika kwamba ndege ambazo zitakuwa zinapita katika anga ya nchi ya Iran zitakuwa ziko salama. Pamoja na kwamba katika hatua hii ya Marekani kujaribu kuokoa sehemu ya mapiloti wake, ilionekana kuna baadhi ya ndege ambazo zinatembea katika sehemu ya nchi ya Iran zikiwa katika wizani wa chini. Actually ni jambo ambalo kwa kawaida ndege inapotembea katika wizani wa chini inaweza ikajificha kutoka katika mifumo ya rada, kwa sababu rada mara nyingi huwa inasoma katika engo ya juu. Kwa ina maana kitu kinapokuwa kinapita katika engo ya chini, wakati mwingine inakuwa ni njia salama zaidi ya kuweza kujilinda na hilo. Na hata kama labda kutakuwa kuna mazungumzo mengine ya nyuma ya pazia, hatuna hakika nalo sana, kwa sababu katika wakati huo wakati wanajaribu kufanya operation hiyo ya kuweza kutafuta sehemu ya mapiloti wao, maana yake vile vile mashambulizi kama hayo yalifanyika katika sehemu ya helicopter zile za UH-60 Black Hawk na mfano wake. Kwa hiyo ni kuashiria wazi kabisa kwamba huenda mawasiliano ni kwa hakuna, isipokuwa ile technique ya kutembea katika wizani wa chini, maana yake ni kujaribu kuepuka zile rada ambazo zinasoma katika engo ya juu. Na mfano huu vile vile unaweza ukapata picha hata katika matumizi ya silaha kama zile tunasema ni cruise missiles, ambazo zenyewe huwa zinatembea
na miinuko ya kontua, manake eneo ikiinuka na yenyewe inakuwa inainuka, eneo likishuka na yenyewe inakuwa inashuka. Huwa ni ngumu kusomwa na rada kwa sababu zenyewe zinapita katika engo ya chini na sio katika engo ya juu. Kwa hiyo automatically ni kwamba hatua iliyokuwa imebakia sasa hivi ilikuwa ni hatua ya kuingia kwa miguu, lakini kile kinachoonekana ni kwamba hatua hii ni kama imekwenda kuwa disturbed, imevurugwa kwa kiwango fulani, na hatua ambayo inaonekana kama Marekani sasa hivi wanataka waichukue, kwa sababu tumeona kwamba kuna kiasi kikubwa sana cha ndege ambazo zimekuwa zikipita katika bahari ya Atlantic zikielekea katika eneo la Mashariki ya Kati kwa hivi sasa. Maana yake ni kama Marekani wanajaribu kuongeza idadi ya ndege, na kuongezeka kwa idadi ya ndege inaweza ikawa na tafsiri nyingi. Tafsiri ya kwanza ni kujaribu kuzima gap au kukava lile gap ambalo litakuwa limepungua kwa kiwango fulani, kwa sababu hata katika siku za nyuma inaonekana kwamba nchi ya Iran walifanya mashambulizi katika sehemu kama ya Prince Sultan kule katika nchi ya Saudi Arabia, na wakaweza kuathiri sehemu ya ndege kama zile Stratotanker, zile ndege ambazo kawaida huwa zina uwezo kujaza mafuta katika ndege zingine zikiwa zipo angani. Zilishambuliwa takriban kama 4 au 5 zikiwa katika ile base ya Prince Sultan base. Sasa katika mazingira ya namna hiyo, kuongezeka kwa ndege nyingine inawezekana ni kwa ajili ya kukava hiyo sehemu ya gap, au kwa tafsiri nyingine ni kwamba Marekani wanachojaribu sasa hivi kukifanya, wanaona njia nyepesi ni kuweza kufanya, tunasema escalation to de-escalate. Nikisema escalation to de-escalate, maana yake ni kwamba mnajaribu kuzima mgogoro kwa kutumia nguvu kubwa ya mashambulizi kwa wakati mmoja, kwa maana ya kwamba yanatakiwa yafanyike mashambulizi makubwa ambayo adui hawezi kujikinga na mashambulizi hayo, na ni mashambulizi ambayo atakamfanya adui asiweze tena kusimama na kuonyesha respond ya namna yote. Kwa hiyo mnafanya escalation, kwa maana kwamba mnafanya ile fujo kubwa ya mashambulizi to de-escalate, ili kuweza kufanya ule mgogoro uweze kuwa mfupi. Na hiyo vile vile inaweza yakakisiwa na message ambayo Rais Donald Trump ameweza kuituma, akiashiria wazi kwamba anatoa siku masaa 48 kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz. Kinyume na hapo, maana yake ni kwamba kuna tatizo kubwa litakuja kujitokeza. Hili linaweza likaakisiwa kwamba wameona kwamba kuna hata katika upande wa ground offensive, ile kuingia kwa miguu, inawezekana pia ikawa na challenge. Kwa hiyo ili kuepuka challenge hiyo, maana yake kilichokuwa kikubwa ni kwamba zije ndege nyingi tuweze kuingia katika upande wa anga, kiasi ambacho mifumo ya nchi ya Iran iweze kushindwa uweza kukava tatizo husika la ndege za Marekani kuweza kuingia au ndege za Israeli kuweza kuingia, na kisha baada hapo tuweze kumaliza mission yote kwa wakati mmoja. Jambo ambalo tunaliona vile vile kwa upande mwingine, inawezekana pia ikawa ina challenge kwa kuzingatia mfumo wa nchi ya Iran. Mfumo wa nchi ya Iran ni mfumo ambao unatumia mosaic strategy au decentralized strategy. Unatumia mfumo ambao kila mji unakuwa unajitegemea katika sehemu ya mifumo yake. Kwa ina maana ukianzia katika miji kama ya Bushehr au ukienda katika miji kama ya Isfahan na Tanz na Kermanshah au miji mingine, kila miji ina air system zake, zile tunasema ni anti-aircraft system zake, ile mifumo ya kupambana na ndege, au anti-missile system zake, mifumo ya kupambana labda na silaha na silaha ambazo zinaingia katika nchi ya Iran. Kwa hiyo automatically kuna uwezekano mkubwa kuifanya mifumo yote iweze kushindwa kwa wakati mmoja, inawezekana ikawa ni jambo gumu, na ndio maana inaonekana hata katika siku za nyuma tekniki hiyo ilijaribu kutumika, lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba bado nchi ya Marekani haina ile superiority ya moja kwa moja ya kuweza kusema kwamba inaweza ikapita free katika eneo la nchi ya Iran bila kupata madhara ya namna yote. Sasa tunaweza tukaona kwa hivi sasa nchi ya Iran imekuwa ikiruhusu sehemu ya meli kuingia katika mlango bahari wa Hormuz, na ikiwemo hata meli za baadhi ya nchi za Ulaya kama nchi ya Ufaransa, nchi ya Spain, lakini vile vile katika meli za baadhi ya washirika wengine wa nchi ya Marekani, nchi kama ya Japan leo inaonekana vile vile meli yake imeweza kuingia katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kwa nini Marekani inaonekana bado iko very concerned yani na mlango bahari wa Hormuz, pamoja na kwamba ilidai katika siku za nyuma kwamba yenyewe ikihitaji katika mlango bahari wa Hormuz ni kitu kidogo, maana yake ni kama 1% ya mafuta ambayo yenyewe inahitaji kutoka katika mlango bahari wa Hormuz. Japo hili tulilieleza kwamba Marekani kwa kawaida anachokihitaji kutoka katika mlango bahari wa Hormuz ni jambo kubwa,
zaidi ya hiyo 1%, kwa kuzingatia kwamba project zake nyingi za tunasema zile artificial intelligence, ile uhuishaji na uboreshaji wa mifumo ya artificial intelligence ya nchi ya Marekani, ambayo actually inafanya biashara kubwa duniani kupitia mifumo kama hiyo. Maana yake tegemea gesi kama ya helium ambayo actually inatoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vile vile katika upande wa masuala kama ya kilimo, ukiangalia zile component nyingi au vitu vingi ambavyo vinasaidia katika utengenezaji wa mbolea, vitu kama sulfur, nitrate, vinatoka katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukiachilia mbali ushawishi wa eneo la Mashariki ya Kati katika upande wa uzalishaji wa gesi kama zinazotoka kule Ras Laffan katika nchi ya Qatar, manake ni kitu kikubwa ambacho kina athari kubwa katika biashara za dunia au katika upande wa uzalishaji hapa duniani. Sasa kwa nini Marekani jicho lake limekuwa au amekuwa akikataa umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile wakati huo anarudi tena kuzungumza mlango bahari wa Hormuz? Mlango bahari wa Hormuz ni jambo kubwa sana. Mlango bahari wa Hormuz ni jambo kubwa sana. Mlango bahari wa Hormuz ndio jambo ambalo linaweza likaja kumaliza utawala wa miaka 500 wa nchi za Ulaya au wa siasa za nchi za Magharibi. Ni jambo ambalo linaweza likaja kumaliza utawala wa takriban miaka 500. Na hii imekaa katika muundo ufuatao. Katika mwaka 1492 ndio mwaka ambao actually nchi za Ulaya zilianza kuhisi kwamba zina nafasi ya kuweza kutawala katika maeneo mengine, kwa sababu ni mwaka ambao kuna vitu kadhaa vilitokea, au katika miaka kuanzia 1488 mpaka 1492 kilele chake. Katika nchi ya Spain kwa muda mrefu ilikuwa ikitawaliwa na jamii ya Waafrika kutoka eneo la Afrika Kaskazini ambao wanajulikana kama Moors. Walitawala katika eneo la Spain, pamoja na kwamba kwa kipindi fulani ilikuwa ikitawaliwa zaidi na ile dola ninasema ni Umayyad Caliphate, ni dola ya Kiislamu ambayo ilitawala pale Spain kama miaka 800 takriban, lakini kiasili ni sehemu ambayo ilifunguliwa hasa na Waafrika ambao walikuwa ni sehemu ya ile dola ya Umayyad Caliphate, ambao walikuwa kiongozwa na mtu mmoja kiitwa Tariq ibn Ziyad. Ndio walifanya ufunguzi ule, ambaye actually alikuwa ni Mwafrika kutoka Afrika Kaskazini. Sasa baada ya utawala wao kudumu kwa takriban miaka 800, anguko lake la mwisho ilikuwa ni kwenye mwaka 1492 chini ya utawala wa Queen Isabella na King Ferdinand. Kwa hiyo ina maana miji yote ile ya Spain, miji kama ya Seville, miji kama ya Toledo, Granada, Cordoba, zilikuwa zote ni sehemu za ile Umayyad Caliphate. Baada ya kutokea kwa tukio hili tu, utagundua movement nyingi za dola ya Spain kwa kipindi hicho zilianzia hapo kuweza kusambaa katika maeneo mengine, lakini vile vile na dola zingine kama za Uingereza, Ufaransa na zenye movement zake nyingi zilianzia katika kipindi hicho. Miaka 4 nyuma, unaweza ukifuatilia historia vizuri utagundua kwamba moja katika wale wa mtembeaji wa Reno anajulikana kama Bartholomew Diaz alikuja katika sehemu za Afrika. Akamaliza misheni yote, lakini alikuja katika sehemu za Afrika. Mwaka 1492 mtembeaji mwingine anajulikana kama Vasco da Gama katika mwaka 1492 alikuja katika sehemu za Afrika na akafika mpaka katika sehemu za India actually. Lakini katika mwaka huo ndio inaonekana vile vile Christopher Columbus alitoka kutoka katika sehemu za pale Iberian Peninsula, ambayo eneo ambalo linakusanya sehemu ya Portugal na sehemu ya Spain, kuelekea katika sehemu za bara la Amerika. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba huu ni mwaka ambao ulikuwa ni mwaka muhimu katika siasa za nchi ya Ulaya, kwa maana kwamba kwa mara ya kwanza waliweza kutoka kwa fikra ya kukamata maeneo mengine kama walivyoweza kukamata eneo lile la Iberian Peninsula baada ya kuwa limetawaliwa kwa takriban miaka 800. Movement hii ndio movement ambayo tunaiona mpaka leo kwamba imekuwa ikiendelea. Utawala wa muda mrefu au nchi za Ulaya zimekuwa zikifanya juhudi kuweza kutawala aidha misafara ile ya kibiashara, zile njia za kibiashara, au kutawala moja kwa moja katika maeneo ya nchi tofauti tofauti. Unaweza kuangalia kwa mfano sehemu kama ya Mozambiki ilitawaliwa takriban miaka 500 na Wareno.
Ina maana ni kuanzia kwenye miaka hiyo hiyo ya mwaka 1400 au mwaka 1500 na kitu mpaka kufikia kwenye miaka ya 1900. Yote ina maana ilikuwa ni sehemu ambayo nchi za magharibi zilikuwa zina katika kilele cha mafanikio yake. Sasa kuanguka kwa mlango bahari wa Hormuz katika mikono ya nchi ya Iran linaleta tafsiri kubwa zaidi ya ile ambayo tunaiona. Cha kwanza ni kwamba tunaanza kuona sasa zile njia za kibiashara zinatoka katika mikono ya nchi za magharibi, na mbaya zaidi ni kwamba njia ambayo inayoanza kuanguka ni njia ambayo ni muhimu kuliko checkpoint zote, kwa sababu ziko checkpoint tofauti tofauti. Kuna sehemu kama ya Malaka kule, kuna sehemu kama ya Bab el-Mandeb, kuna sehemu ya Suez Canal, kuna sehemu ya Gibraltar kule karibia na sehemu za Morocco, na ziko sehemu nyingine Bosporus kule Uturuki. Lakini unapozungumzia sehemu ya mlango bahari wa Hormuz unazungumza kitu kikubwa ambacho kwa miaka 50 takriban Marekani ile pendeleo lake la kwanza au tunasema priority, kile kitu alichokuwa amekitanguliza mbele katika eneo la Mashariki ya Kati sio nchi ya Israel. Alichokuwa amekitanguliza mbele katika eneo la Mashariki ya Kati hasa ilikuwa ni sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa kuzingatia kwamba ukubwa wa nchi ya Marekani, kwa kuzingatia ile oda ya kidunia, maana tuliwahi kuzungumza siku za nyuma kwamba oda ya kidunia imegawanyika katika sehemu kama 4. Kuna sehemu ya kwanza ambayo inahusisha sehemu ya rasilimali. Sehemu hii inadhibitiwa sana na nchi ya Uturuki na nchi ya Urusi, kwa kuzingatia ndio nchi ambayo ina rasilimali nyingi zaidi kuliko nchi yote duniani, zile malighafi tunasema. Lakini kuna section ya pili ambayo inatawala sehemu za uzalishaji. Hii ni sehemu ambayo inadhibitiwa zaidi na nchi ya China. Lakini sehemu ya tatu ni sehemu ambayo inakusanya nchi ambazo zina ziada ya maarifa ya utaalamu, teknolojia na mfano wake. Ni sehemu ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikidhibitiwa na nchi za Ulaya. Lakini sehemu ya 4 ni sehemu ambayo inakusanya upande wa mifumo ya kifedha. Ili ni eneo ambalo linadhibitiwa zaidi na nchi ya Marekani. Sasa mfumo wa kifedha wa nchi ya Marekani ambao unatumia dola, msingi wake au umeegemezewa zaidi katika swala zima la mafuta, na ndio maana kuna kitu wanakiita petrodollar system. Yani mfumo wa nguvu ya dola unabebwa zaidi na biashara ya mafuta, na ndio maana siku zote Marekani amekuwa akijitahidi kuhakikisha ana control zile njia za mafuta au utaratibu wa mafuta, biashara za mafuta duniani. Na ndio sababu vile vile hasa ya kuondolewa kwa Rais Nicolas Maduro, kwa sababu kwa hatua iliyofikia Rais Nicolas Maduro alikuwa hakubali kufanya biashara kwa kutumia dola, bali alikuwa akihitaji pesa kama za yuan. Ina maana ilikuwa ni kitu ambacho kinaanza kuleta mtikisiko katika mfumo ambao unaifanya Marekani iwe ni nchi kubwa duniani. Sasa kwa utaratibu ambao Iran wamekuja nao hivi sasa wa kutaka eneo la mlango bahari wa Hormuz lisitumie dola, yani ile sehemu au biashara inayofanyika kupitia katika mlango bahari wa Hormuz zihusishe matumizi ya pesa kama ya China, maana yake ni kwamba kinachokwenda kuguswa ni kitu kikubwa au kinachokwenda kutafutwa ni kitu kikubwa zaidi katika sehemu ya utawala wa nchi ya Marekani. Na ndio maana Marekani iko very concerned. Marekani ndio maana jicho lake liko kubwa sana katika issue ya mlango bahari wa Hormuz. Hata zile hoja ambazo Rais Trump anazungumza sio hoja za kuzishika, hasa kwa sababu sehemu ya uhai wa nchi ya Marekani katika upande wa matumizi ya dola ni pamoja na kucontrol mlango bahari wa Hormuz. Hata kama mifumo ya dola bado ina nguvu na inaweza ikatumika, mifumo kama hizo Swift na mfano wake bado zinatumika, mifumo ya kibenki. Lakini issue kubwa inakuja kwamba kuinuka kwa pesa nyingine ambayo itakokuwa na matumizi sawa na matumizi ya dola, maana yake ni kuipa nchi ya China vitu viwili muhimu. Kwa sababu katika upande wa uzalishaji China inazalisha zaidi takriban 30% ya kile kinachotakiwa duniani, jambo ambalo Marekani maana yake hapa haiwezi kuishinda nchi ya China. Sasa inapokuwa imekuwa uplifted, imeinuliwa nchi ya China kufikia katika daraja ya kushindana pia na Marekani katika upande wa pesa, sehemu au mifumo ile ya kifedha, sehemu ambayo ni sehemu ya utawala wa nchi ya Marekani, maana yake hili ni jambo kubwa sana katika nchi ya Marekani. Ndio maana Marekani iko jicho lake kubwa liko katika sehemu hiyo, kwa sababu kuanguka kwa Marekani au matumizi ya dola katika eneo la Mashariki ya Kati maana yake litasababisha shida kubwa kuliko ile ambayo inaonekana katika hali ya kawaida. Kwanza ni hii shida ya kupatikana ushindani wa pesa nyingine isiyokuwa pesa ya dola.
Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, maana yake movement hiyo itaambatana vile vile na kuondoka au kushindwa au kuto kuwepo kwa sehemu ya bezi za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hii imekaa katika muundo huu kwamba uwepo wa bezi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lengo lake kubwa ni kuweza kulinda vile vile interest au maslahi ya zile dola zilizoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Na moja katika maslahi muhimu ya dola zilizoko katika eneo la Mashariki ya Kati ni swala la mlango bahari wa Hormuz. Kwa sababu maana yake ni kwamba kuwepo kwa Marekani maana yake kuna garantii matumizi ya dola katika zile nchi zilizoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Itakapokuwa kwamba nchi zilizoko eneo la Mashariki ya Kati zinawekewa masharti na nchi nyingine kwamba haitakiwi kutumika dola, ili si tumruhusu mtu aje kununua mafuta kwenu au afanye biashara na nyie, sharti la kwanza isitumike dola. Maana yake kazi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati inakuwa ni kama kazi ambayo haipo. Na ukizingatia kwamba katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba Marekani hata kama yuko katika eneo la Mashariki ya Kati, yuko mtu mwingine anayeweka utaratibu asiyekuwa nchi ya Marekani. Maana yake itakuwa ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo automatically tunapozungumzia swala la mlango bahari wa Hormuz tunazungumzia kitu kikubwa sana kuliko kile ambacho inawezekana kinaonekana katika hali ya kawaida, kwa sababu ni jambo ambalo sio tu litaangusha sehemu ya utukufu wa nchi ya Marekani katika upande wa mifumo ya fedha, lakini vile vile litaondoa kazi ya nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile ni jambo ambalo mwisho wa siku linaweza likabadilisha mfumo wote wa eneo la Mashariki ya Kati, eneo ambalo actually ni eneo muhimu kwa utawala wa nchi yoyote ambayo inakusudia kuwa superpower, kwa sababu ukiangalia ilifanyika kazi kubwa sana ya kuiangusha dola kama ya Ottoman Empire ambayo nguvu yake kubwa ilikuwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hii tumekuwa tukizungumza mara nyingi, kwa unapozungumzia eneo la Mashariki ya Kati ni eneo kubwa katika ardhi ambalo linakusanya watu wanaoongea lugha moja. Maana yake kuanzia eneo la Mashariki ya Kati ukaja mpaka maeneo ya kaskazini mwa Afrika wote wanatumia lugha ya Kiarabu. Lakini ni eneo ambalo watu wake wana share culture za kufanana, ile utamaduni wa kufanana kuanzia eneo la Mashariki ya Kati mpaka upande wa kaskazini mwa Afrika. Lakini vile vile ni watu ambao wengi wanatoka katika dini inayofanana, maana wengi wanatoka katika dini ya Kiislamu, pamoja na kwamba kuna composition, kuna muundo wa dini kama Wakristo wapo, Wayahudi wapo, lakini ukiangalia majority ni Waislamu. Katika mazingira namna hii, maana hawa watu wanaweza wakaunganika kupitia lugha yao, wanaweza kuunganika kupitia culture, wanaweza kuunganika kupitia dini yao. Na hili ndio jambo ambalo Uingereza na Ufaransa walilipigania muda mrefu ili kuhakikisha kwamba dola ya Ottoman iondoke na wale wanaotawala katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia katika familia ya Saudi ambayo inatawala pale Saudi Arabia, lakini vile vile kwenda katika familia inayotawala pale ya kina King Hussein pale pale Jordan. Vile vile King Abdullah sasa inatawala mtoto wa King Hussein. Vile vile ni sehemu ya muundo ambao ulitengenezwa na Wafaransa na Waingereza na mfano wake. Kwa hivyo sasa huu muundo wote uliotengenezwa maana yake vile vile ulitengenezewa mazingira ya kusimamiwa. Ndio maana unaona kuna zinakuwepo sehemu kama za nchi ya Marekani zinakuwepo bezi zake, na ile mchanganyiko wao unakuwa ni mkubwa sana. Maana yake ni eneo ambalo halitakiwi kuachwa lenyewe kwa maslahi ya yule ambaye anatawala kwa kipindi hichi katika dunia, ambaye hasa ni nchi ya Marekani. Sasa itakapofikia hatua kwamba Marekani akawa hana utawala wa ile eneo au hana ushawishi na mifumo ya kiutawala wa ile eneo, maana yake hatari yake ni kwamba eneo hili linaweza kuwa ni rahisi kuja kuunganika kutengeneza kile ambacho walikuwa wamekihofia katika miaka 100 iliyopita, ambapo waliweza kufanikiwa kuiangusha dola ya Ottoman Empire. Lakini jambo lingine ambalo tunaliona kama ni sehemu ya matokeo ya hiki ambacho kimekuwa kikiendelea sasa hivi katika juhudi ya nchi ya Marekani, ikiwa Marekani watashindwa pia katika hii plani ya pili ambao wanakuja nayo, tunahisi kwamba wanataka wafanye ile escalation, wafanye ile vurugu kubwa ili kuhakikisha kwamba mgogoro uwe mdogo. Ikiwa jambo hilo vile vile litashindwa kufanikiwa kwa upande mmoja au mwingine,
Maana yake kwamba tunategemea kutengenezeka kwa muundo mpya katika dunia, muundo ambao utasababisha kuanguka kwa baadhi ya taasisi muhimu duniani kama Umoja wa Mataifa, lakini vile vile kuanguka kwa taasisi muhimu duniani kama ya NATO. Ile ni jambo ambalo bila shaka tunaliona, kwa sababu kwa mgogoro jinsi unavyoendelea hivi sasa hatuoni kazi ya Umoja wa Mataifa. Manake Umoja wa Mataifa mpaka kuwepo pale katika mji wa New York, ukiangalia muundo wake hasa ulikuwa unaibeba nchi ya Marekani kuendelea kubaki kama ndio superpower. Pamoja na kwamba ukiangalia ile bodi ya juu kabisa, ile Security Council, ile baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, limeundwa zaidi na watu walioshinda katika vita kuu ya pili ya dunia, kwa maana nchi ya Uingereza, Ufaransa, China, Urusi pamoja na nchi ya Marekani. Hao ndio wenye final say ya sehemu ya Umoja wa Mataifa. Lakini kwa mujibu wa mambo jinsi yanavyokwenda hivi sasa, kuibuka kwa nguvu zingine kama hivi tunavyoona hivi sasa inaashiria wazi kabisa kwamba mfumo ulioko hivi sasa utalazimika uweze kubadilika ikiwa Marekani atashindwa pia katika hatua ambayo anakuja nayo hivi sasa, kwa sababu hatua zote za mwanzo ambazo walikuwa wamezitengeneza tunaona kwamba zimeshindwa kufaulu, na ndio maana imekuwa ni ngumu hata kutoka katika mgogoro huu. Hatua ya kwanza ilikuwa ni regime changes, kuondoa utawala uliopo, ni hatua ambayo haijafanikiwa mpaka hivi sasa. Hatua ya pili ilikuwa ni kwamba kudhoofisha nchi ya Irani katika upande wa silaha au upande wa nguvu yake kijeshi. Mpaka sasa hivi tunaona kwamba hilo jambo bado halijaweza kufanikiwa. Hatua ya tatu, kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ni jambo ambalo mpaka sasa hivi inaonekana vile vile halijafanikiwa. Hatua ya nne tunataraji kwamba itakuwa ni ya kufanya escalation, ya kutanua zaidi mgogoro uweze kuwa mkubwa, yani uweze kufanyika mgogoro mkubwa ili kuhakikisha kwamba jambo liweze kustop kwa haraka na kwa wakati mmoja. Ikiwa pia hatua hii haitafanikiwa, bila shaka hatua inayofuatia inawezekana ikawa ni hatua ambayo italazimisha kuingia kwa watu wengine muhimu, nchi kama za China, nchi kama za Urusi, kujaribu kuangalia namna ya kugarantii makubaliano ya namna yote na nchi ya Iran. Pamoja na kwamba ni hatua ambayo inaweza pia vile ikatupa shaka, kwa sababu ukiangalia nchi ya Urusi na nchi ya China zenyewe, hatua hii ya Iran kupambana na nchi ya Urusi ni hatua ambayo wanaifurahia kwa kiwango kikubwa, na ni hatua ambayo wanaamini kwamba ni golden chance, ni opportunity ya dhahabu ambayo haitakiwi kupotea, kwa sababu ni opportunity ambayo inakwenda moja kwa moja kuondoa ule ukubwa wa nchi ya Marekani ambao imeweza kuutawalia hasa kuanzia kwenye miaka ya 90. Ukiachilia mbali ile vita kuu ya pili ya dunia, bado Urusi ilikuwa ina nguvu, lakini ilipoanguka umoja wa Soviet kwenye miaka ya 90, maana yake hichi kipindi cha katikati mpaka kunifikia kwenye mwaka 2008 hapakuwa na mtu mwenye nguvu duniani zaidi ya nchi ya Marekani. Isipokuwa ilipofika mwaka 2008 nchi ya Urusi iliyovamia sehemu ya Georgia na ikagawanya zile sehemu za Abkhazia na South Ossetia. Ukiangalia Georgia ilikuwa inasapotiwa zaidi na nchi ya Marekani, lakini Marekani ikashindwa kuizuia nchi ya Urusi. Ilikuwa inatoa ishara ya wazi kwamba sasa hivi tunapoelekea, maana yake ni kwamba nguvu ya Marekani inakwenda kuanguka. Na kwa hatua hii tuliyopo sasa hivi inaonekana kwamba ni hatua muhimu ya kuweza kufikia katika kilele cha kuifanya Marekani ionekane kwamba sio nchi ambayo ina ushawishi mkubwa kuliko nchi zote duniani, pamoja na kwamba bado ni nchi ambayo ina nguvu, lakini maana yake ni kwamba sehemu ya ushawishi wake itakuwa imepungua. Kama ilikuwa ni 90%, basi inawezekana ikawa imepungua mpaka kufikia kwenye 60%. Kwa hiyo ni nafasi muhimu sana ambayo Urusi na China bila shaka wanatamani kwamba ifikie hatua kwamba nchi ya Marekani ionekane kwamba imeshindwa katika swala zima la mgogoro wa issue ya Hormuz. Kwa hiyo ushiriki wa nchi ya China na nchi ya Urusi inawezekana ukawepo kwenye swala la kutoa guarantee kwamba Marekani na Israel hawataishambulia tena nchi ya Iran, lakini katika upande mwingine inawezekana kwamba ikawa ni jambo ambalo Urusi na China wasionekane kwamba wanalitamani kutokea kwa haraka, na ndio maana nchi ya Iran na yenyewe vile vile imekuwa na msimamo kwamba hatutaki makubaliano ya amani na nchi ya Marekani, kwa sababu ni makubaliano ya amani ambayo hayawezi kuzingatiwa kwa upande mmoja au mwingine kutokana na kukithiri kwa Marekani na mshirika wake nchi ya Israel kuendelea kuvunja sehemu ya makubaliano ambayo wamekuwa wakiingia baina yao na nchi ya Iran. Kwa hiyo
Actually tukitazama sehemu ya mgogoro tunaona kwamba kuna development, kuna maendeleo. Sasa hivi inaonekana kwamba nchi ya Marekani inaongeza sehemu ya jeshi la anga katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini inaonekana hii ni stage ya juu baada ya kuwa inaonekana kwamba ule mwamvuli ambao unaweza kusapoti sehemu ya wanajeshi wanaoingia kwa miguu kuonekana kwamba umetikiswa kidogo kutokana na matukio yaliyotokea kama siku moja au siku mbili nyuma ya kushambuliwa kwa takriban ndege 4 ambazo zilikuwa zimeingia katika anga ya nchi ya Iran, na ukiachilia mbali hapo series ya matukio ya nchi ya Iran kushambulia sehemu ya ndege ambazo zinapatikana katika maeneo wakati mwingine kama ya Kuwait. Ile CH-47 imeshambuliwa kama siku mbili nyuma, sehemu ya ndege ilikuwa katika upande wa Kuwait, lakini vile vile katika sehemu za nchi kama Saudi Arabia mashambulizi yamekuwa yakifanyika wakati mwingine katika bezi ambazo zinazikuta ndege kama zile Stratotanker zikiwa ziko pale, ukiachilia mbali ile Aquas ambayo ilishambuliwa siku za nyuma, ile ndege ambayo ina E3 Aquas ambayo ina sehemu ya kama radar system ambayo inaweza kusaidia katika upande wa masuala ya kiusalama. Kwa hiyo ni jambo ambalo bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulitazama kwa umakini mkubwa sana, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na ni kuombe usahau subscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.